Sekta ya utalii huchangia asilimia 30 kwenye pato la taifa hapa visiwani Zanzibar. Ujio wa bonanza ambalo linafanyika Pemba linalohusisha mambo ya utamaduni linatajwa kwenda kuifungua zaidi Pemba. Katika msimu huu wa 6, bonanza ambalo linalotarajiwa kufanyika Pemba kuanzia tarehe 24 mwezi huu linatajwa kwenda kuifungua Pemba. Na hapa katibu wa Wizara ya Utalii na Mambo ya Kale Zanzibar anazungumza fursa ambazo zinazopatikana Pemba na namna ambavyo utalii wa Zanzibar unavyoinufaisha Zanzibar na kuifungua Zanzibar kimapato. Kama hapa anavyoanza kuzungumza. Ripoti za Ayo TV pamoja na millardayo.com hapa Zanzibar. Mimi naitwa Satizday. Ndani ya sehemu ya kwanza ya kipindi cha miaka 5 iliyopita ya Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, tumeshuhudia Zanzibar ikiimarisha uchumi wake, na hasa baada ya janga la Uviko. Miradi yote ya utalii iliongezeka kutoka 995 mwaka 2020 hadi kufikia zaidi ya 1695. Idadi ya watalii hadi kadhalika iliongezeka kufikia watalii zaidi ya 816,438 kufikia mwezi wa Novemba mwaka jana. Wastani wa ukaaji wa watalii hawa hapa Zanzibar uliongezeka na kufikia wastani wa siku 8 kwa kila mtalii. Ni kama mara 2 tangu mwaka 2020. Matumizi ya kila mtalii kwa siku pia yaliongezeka takriban mara 2 kufikia zaidi ya dola 418 kwa kila mtalii kwa siku. Hoteli za daraja za juu, yani 4 and 5 star hotels, ziliongezeka hadi kufikia 80, takriban mara 2. Lakini pia projection zetu za mapato yanahusiana na shughuli za utalii yanayopindukia dola zaidi ya 1.2 bilioni zipo juu ya mstari. Ndugu waandishi wa habari, ndani ya kipindi hiki Zanzibar iliendelea kupata tuzo mbalimbali za kiutalii katika bara la Afrika, Asia, Ulaya na kwengineko. Pia Zanzibar tulikuwa ndani ya 10 bora katika destinations zinazoongoza katika idadi ya ujenzi wa hoteli za hadhi ya juu kabisa kwa mwaka barani Afrika. Wizara ya Utalii na Mambo ya Kale kupitia kamisheni yetu ya utalii Zanzibar inawakaribisha sana katika tamasha la 9 la Pemba Tourist Sport Culture la 6. Tamasha la 6 jamani, tamasha la 6. Lakini umesikia tamasha la 6 la Pemba Tourist Sport and Cultural Bonanza maarufu kama Pemba Bonanza. Tamasha hili litafanyika kuanzia tarehe 24 hadi 27 Januari mwaka huu katika maeneo mbalimbali ya kisiwa cha Pemba, kiwemo Tumbe, Wete, Konde, Ujini, Tibirizi na Vumawimbi. Lengo kuu la tamasha hili ni kuitangaza Pemba kama kitovu cha utalii wa kimaadili, michezo, sanaa na utamaduni, sambamba na kufungua fursa mpya za kiuchumi kwa wananchi wetu wanaoishi kisiwani Pemba. Pia tumekuwa tukishirikiana katika kampeni mbalimbali za kuhamasisha utalii na fursa za uwekezaji. Mfano tu tulikuwa pamoja katika kampeni ya Tuita Vote Now ambayo ilikuwa ni kuhamasisha wananchi kwanza kutoa uelewa wa vivutio vya utalii, lakini pia kuhamasisha kupigia kura, ambao zilipelekea baadhi ya categories kupata tuzo, kama alivyoelezea Mheshimiwa Katibu Mkuu hapa Zanzibar ilipata tuzo katika kinyang'anyiro hicho cha tuzo hizo. Kwa hili alilolisema Mheshimiwa Katibu Mkuu la upande wa Pemba, kwa kweli ni fursa kubwa sana. Ni fursa kubwa, na kule tunaona sisi kama upande wetu wa TANAPA ni fursa kubwa, na ambapo itafungua pia upande wa kule, na ni adhima yetu pia kwamba kwa pamoja tunaweza kufikia lengo la sera ya Chama cha Mapinduzi, lakini pia kuongeza idadi ya watalii watakao tembelea hifadhi zetu na upande wa vivutio vyetu, na kuongeza bashasha mbalimbali ambazo zinaungana na vile vivutio tulivyoko kule.